Habari za asubuhi ndugu zangu wanahabari. Nawakaribisha na ninyi kwenye huu mkutano na wanahabari kuelekea mchezo wa Azam Football Club dhidi ya TRA, mchezo ambao unatarajia kupigwa tarehe 29 Azam Complex Chamazi majira ya saa 3 kamili usiku. Huu ni mchezo mwingine wa ligi kuu ikiwa ni mwendelezo wa ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango ambavyo vimetoka hivi karibuni. Na sisi kama Azam FC tutaendelea kutoa kilichokuwa bora ndani yetu, tutaendelea kushusha vyuma, tutaendelea kuleta bench la kueleweka. Lakini zaidi tutatambulisha means zote necessary za kuifanya klabu ipandishe pia hadhi ya ligi ili kuhakikisha kwamba tunaunga mkono juhudi za Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF. Kesho ni siku nyingine ambayo tayari tumesha taja viingilio vya mchezo. VIP A itakuwa shilingi 10,000, VIP B itakuwa shilingi 5,000 na mzunguko itakuwa shilingi 3,000. Mungu akipenda kuanzia majira ya saa 10 jioni mageti yatakuwa wazi tayari kwa ajili ya kupokea mashabiki wa mpira wa miguu ambao wamekuja kuangalia kandanda, lakini pia watakaopenda kutembelea duka letu la vifaa vya michezo la Azam FC. So kwa hayo machache niwakaribishe sana. Kuhusu mchezo wenyewe, ni mechi ngumu dhidi ya TRA kama ambavyo mmemsikia mwalimu akizungumza awali na mmesikia pia mwakilishi wa wachezaji. Chilambo amezungumza kwamba ni mechi ambayo inabidi uende kwa tahadhari, inabidi uache hisia mbali, ufanye kazi, ujitume na vipaji pia vichukue nafasi yake. Kwa hiyo ni aina ya vitu ambavyo tuko navyo kwenye timu yetu. Tuna vitu vingi vya kushowcase. Hatujacheza mechi nyingi bado za ligi kuu, lakini kwa mechi chache ambazo tumecheza nafikiri watu wanajua kwamba Azam Football Club ina timu gani na tutadeliver kwa ukubwa wa kiasi gani kwenye mchezo wetu dhidi ya TRA. So kutoka kwao tutegemei mechi rahisi hata kidogo. Kutoka kwao tunategemea mechi ngumu sana kwa sababu kwanza wanayo hiyo quality, 2 hawalipwi mshahara tarehe 40, 3 wana mwalimu ambaye anajua namna ya kufanya mpira wa miguu uwe mpira wenyewe. Kwa hiyo kwetu sisi ni heshima kubwa sana kwa host kwenye mchezo unaofuata, na tutacheza kwa nguvu sana. Tutatoa kila kitu ili kuhakikisha kwamba tunawapa Watanzania kwa ujumla mechi nzuri. Habari ya sasa hivi. Salama. Azam FC inashiriki michuano ya kimataifa. Pia Side A inakutengeneza kuwa timu imara zaidi. Inakutengeneza kuwa mtu wa ushindani kwa sababu unacheza CAF Confederation Cup. Ukitoka hapo unarudi kucheza ligi kuu, na Mungu akipenda hivi karibuni tutaanza pia michuano ya FA, sio? Tukitoka hapo mtarudi tena kwenye ligi kuu, na kama tumejaliwa kusonga mbele kwenye kombe la shirikisho kuna hatua zingine ngumu zinakuja huko mbele. Kwa hiyo kwa akili, kutengeneza utimamu, kujiimarisha tuwe mwenyewe binafsi kwenye upande wa side A ina faida kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine wachezaji most of the time wanakuwa na fatigue, pressure inakuwa ni kubwa na nini. Kwa hiyo unaweza kama mwalimu ukakosa kile ambacho ulikuwa unakitegemea, kama timu mkakosa kile ambacho mnategemea kutoka kwao. Lakini kwetu sisi nafikiri kitu pekee ambacho tumeamua kubaki nacho ni upande A, kwamba the more tunakutana na ugumu ndo the more tutaimarika zaidi. The more tutatako hizo challenges na kuzigeuza kuwa ushawishi wa kufanya kitu kizuri, itatuimarisha zaidi siku hadi siku na kufikia malengo ambayo tumeweka kama club. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tunabaki na upande A. Hashim ametoka hapo Christina anasema kwamba anaheshimu Azam FC. Lakini tunaheshimu uwezo wa TRA na tunajua kwamba wana timu nzuri. Nimesema hivyo mwanzo. Sitaki kuichukulia binafsi sana, lakini mimi ni muumini wa mpira mzuri. Tukutane tu uwanjani, tucheze boli, itembee, ambaye atakuwa kwenye wakati mzuri wa mchezo akipata matokeo mazuri obvious inakuwa nzuri kwa upande wake. Kama ukiakanyaga utakuwa umeakanyaga. Na uzuri ni kwamba nafikiri hakuna mtu ambaye anafanya kitu kwa uhakika akawa na makelele. Panganga zikiwa nyingi wewe sio mtendaji. Tusubiri tuone muda ufike tucheze. Uzuri ni saa 3 usiku, cool breeze will give them a good match. Ndio ile ambayo imetoka kucheza na Nairobi. Hakuna kitu cha tofauti kwa sababu Azam FC ndio ile iliyocheza mchezo wa mwisho wa ligi kuu. Mwalimu ni yule. Tuna maingizo mawili mpaka sasa hivi kwenye usajili ambayo tumeshayatambulisha. Wengine bado hatujawatambulisha. Ila swala la usajili tulishafanyaje? Tulishalimaliza. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna kitu exceptional
labda pengine tutakapoamua kutambulisha mtu mwingine, lakini sisi kama club tumejiandaa na mchezo, tuko vile vile. Nado ni yule yule, Fei ni yule yule, Kitambala ni yule yule, Ibenge ni yule yule, na mimi ni yule yule, hata babu zaka za kazi ndio yule yule. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho ni cha tofauti. Umezungumza kuhusu usajili, kuna sajili yoyote ambao wanaanza MC waitarajie? Very soon tutamalizia kuwatambulisha wachezaji wetu ambao bado hawajawaona. Wale ambao tumeshawasajili, tumeshawatambulisha, wamewaona. Ambao bado hatujawa reveal kwao, bado tunatafuta utaratibu kidogo. Unajua kuna wakati unaweza kuona mchezaji, yani safari ya Unguja inanoga ukipanda Kilimanjaro 9. Ukipanda meli masaa 7 utachelewa. Unataka boti angalau ya lisana dakika 20, si ndio? Kwa hiyo tumeshatambulisha wachezaji wetu wa kwanza. Sasa hizi tunataka kutambulisha mwingine. Tunatafuta namna bora ya kumleta mbele ya mashabiki wa mpira wa nchi, ili waone, waseme huyu naye katoka wapi, afu baadaye waje washangae. Kwani kuna watu wanatambulisha vizuri? Mimi sijasema hivyo. Sisi tunatafuta tu namna yetu bora ya kutambulisha wachezaji wetu. Yeah. Ibwe, michezo imekuwa ipo karibu. Kutoka kucheza na Nairobi na ingia kwenye ligi kuu, lakini pia mna mchezo mwingine wa marudiano. Pengine ukiachana na mchezo wa kesho, kwa mikakati ya safari na ipoje kuelekea Zanzibar? Well, kwanza kuna changamoto kidogo, unajua logistically kupanga safari, kuna kuziangalia hizi mechi pia mwalimu zinaweza kumaccommodate vipi, upana wako wa kikosi nafikiri ndo Mwokozi pekee hapo, lakini wakati huo unaomba uepukane na shetani wa majeruhi. Ni kitu miongoni mwa vitu ambavyo vinawazisha sana, lakini tunamshukuru Mungu kwamba timu yetu pamoja na mizunguko yote hiyo tuko vizuri. Juzi alipata maumivu kidogo Yoro, alipata maumivu kidogo Kitambala, lakini wote wako sawa, wako timamu kabisa. Possibly wanaweza kuwa ni sehemu ya mchezo kesho kama ilivyokuwa kawaida. Lakini kwa swala la utaratibu wa safari, of course ina changamoto, lakini sisi tunaigeuza hiyo changamoto kuwa njia ya kuendea jambo zuri. Kwa hiyo tukimaliza mechi yetu dhidi ya TRA tarehe 29, timu inapumzika muda ule jioni, mapema kesho siku inayofuata tutaanza safari ya kuelekea Unguja tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa mkondo wa pili dhidi ya Nairobi, na kama ratiba zikibaki zilivyo tutasalia Unguja mpaka tutakapocheza mchezo wetu mwingine. Kwa hiyo ndio ratiba so far ambayo tuko nayo. Kama kutakuwa kuna mabadiliko inshallah tutajuzana. Thank you very much.